Kwa majina naitwa Mwalimu James Sebastian Ndomba, mwalimu wa Msalato Sekondari kutokea jiji la Dodoma. Wewe ni moja kati ya watu ambao wanagombea nafasi ya urais chama cha walimu, na jina lako pia limeshatoka rasmi miongoni mwa watu ambao wanagombea. Sasa labda kampeni, utaratibu wote umekaaje? Kwanza ni kweli nikiri, ndugu mwandishi wa habari, mimi ni moja kati ya wagombea ambao majina yao yamerudi, na wagombea tupo 18. Kwa hiyo kitaja sasa wagombea rasmi wa nafasi ya urais wa chama cha walimu, manake unanitaja James Sebastian Ndomba kutokea hapa Dodoma jiji pia. Nikiri wazi, kampeni zimekuwa zikiendelea, lakini zilikuwa ni kampeni za chini chini. Lakini kwa sasa maana ni kampeni ambazo ni za wazi kabisa, kila mtu anaruhusiwa kusema ajenda alizonazo, hoja alizonazo, na kutumia njia yoyote ya halali ambayo anaweza akafikisha hoja zake kwa umma wa walimu wa Tanzania ili kuhakikisha ajenda zake zinasikika. Lakini pia kupitia vyombo vya habari hivi pia tunaweza tukatoa mawazo kwa wakati mwingine. Unajua, ukitaja idara ya elimu au sekta ya elimu, ndo sekta mama ambayo imebeba pia taifa letu. Kwa hiyo tunapoelekea kwenye chaguzi kubwa kama hizi, ni vema huko mbeleni tunakuwa na midahalo mikubwa kati ya hao watu wanaogombea nafasi kubwa, ili kuhakikisha ajenda za msingi au hoja za msingi walimu wanaotokana na chama hiki husika wanazipata na kuzisikia moja kwa moja, ili wanapomchagua mtu wao wajue wanamchagua kwa sababu zipi na kwa hoja zipi ambazo amezipeleka mbele yao. Lakini kampeni zinaendelea, tunashukuru Mungu, na mimi mwenyewe pia naendelea na kampeni. Kwa alhamdulillah tutaendelea kukutana huko. Unao ambao upo nao kwenye kinyang'anyiro ni watu wazima kabisa, ni majiant tunaweza tukasema, na ni wakongwe ambao wapo ndani ya chama cha walimu. Unaonekana jina lako limetoka, lakini inaonekana ni kijana bado mdogo sana. Vipi unawezeje kukabiliana na hawa watu ambao unawakuta pale ili hali wao ni wakongwe? Asante. Unajua, mpaka kuwa mgombea wa nafasi ya rais ya chama cha walimu, manake kuna vigezo na sifa ambavyo chama kimejiwekea kwa watu ambao wanastahili kugombea nafasi hiyo. Kwanza moja, kurudi jina, manake sifa na vigezo vya mimi kuwania nafasi hiyo au kuwa rais wa chama cha walimu, manake ninazo tayari. Sasa kwenye ujana na uzee, nafikiri walimu au chama cha walimu akijatafsiri kinamhitaji kijana au mzee, kinamhitaji mtu aliye tayari, mwenye maono, lakini mwenye nia njema na ya dhati ya kukiongoza chama hiki. Kwa hiyo sasa ukishajipima kwenye hilo, ndio unajitokeza na kuomba ridhaa. Kwa mchakato wa kwanza ni kuwa na sifa kama mgombea wa chama cha walimu, ambayo sifa hiyo mimi ninayo, na ndio maana mpaka jina langu limerudi. Mchakato wa pili ni ajenda zipi zinatupeleka kuomba hizi nafasi. Je, ni ajenda zinazogusa maslahi ya walimu au ni ajenda zinazogusa maslahi binafsi? Kwa hiyo mimi nakwenda na maslahi ya walimu, na ndio maana pia nawakumbusha walimu na nawaomba walimu kupitia media hizi kuhakikisha wananiunga mkono, kwa sababu nina ajenda zinazowagusa moja kwa moja. Na mfano wa ajenda hizo tukasema maslahi ya wastaafu. Chama cha walimu, mwalimu akishastaafu amekuwa akiachwa kama si mwanachama aliyechangia kwa muda mrefu. Sasa tukija tuangalie maslahi ya mwalimu anayestaafu, kwanza kujua ile idadi ya wastaafu tutakao kuwa nao, mazingira ya kustaafu. Kuna wengine wanastaafu wanakutana na matatizo ya kisheria, alikuwa mwanachama wa chama cha walimu, lakini anapokuwa amestaafu hata kufuatiliwa kuhusu ishu zake za kisheria na mambo mengine inakuwa ni kazi kidogo. Kwa hiyo tunasema sasa, ndio maana nakuja na ajenda kama hizi zinazogusa maslahi ya walimu. 2% ya makato kama ada ya mwalimu. 2% ni kubwa sana ambayo mwalimu anakatwa kwenye mshahara wake. Ajenda ninayokuja nayo mimi ni ya kupunguza makato yanayotokana na michango hii ya ada ya walimu. Kwa ajenda hizi ukizichukua kwa ujumla ni ajenda ambazo zinagusa maslahi ya walimu. Lakini tumesema sekta kama ya elimu tuanzishe miradi, tuna benki za walimu, tuna majengo. Tuje na miradi pia inayoendana na elimu, kama kuwa na shule za walimu, mfano mwalimu primary school, mwalimu secondary school, ili shule hizi zitafsiri mazingira mazuri ya kufundishia, zitafsiri pia kazi za walimu zinazotaka kufanya, lakini iwe sehemu ya mradi pia, na iwe sehemu ya kuongeza ajira kwa serikali yetu pia, lakini pia iwe sehemu
ya kuongeza idadi ya wanachama kwenye chama chetu. Kwa hizi ajenda zinazonisukuma, haunisukumi umri, haunisukumi sijui muda wangu niliokuwa kwenye chama cha walimu. Ajenda zilizopo ndo zinazonisukuma na zinanipa sifa ya kuwania nafasi hiyo. Inasemekana chama ni kikubwa sana CWT. Ndio. Chama ni kikubwa sana. Na hapa nitoe tafsiri nzuri ambayo watu wanachanganya kidogo. Unajua kwa miaka hivi ya karibuni, hasa kwenye utawala huu wa serikali ya awamu ya 6, ndio kwa miaka hii ya karibuni serikali yenyewe imejitahidi sana kufanya mambo yake kwa nafasi yake. Ukiangalia majengo ya elimu yaliyojengwa kwa maana ya shule, miundombinu yote ile, shule wake, madarasa, madawati, kila kitu kinachotakiwa shule. Lakini ukiangalia upandishwaji wa madaraja ya walimu, upandishwaji maana huo ni wa vyeo, tunasema vya walimu, salary increment, kwa serikali yenyewe kwa nafasi yake imefanya kwa kiwango kikubwa sana. Na hapa nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa hii aliyoifanya. Kitu ambacho kipo kwa sasa ni mkakati ambao uko ndani ya chama. Kwa hata wanachama waliopo tunasema ni mvutano ulioko ndani ya chama, sio walimu na serikali. Ni wanachama wa CWT na chama chao cha CWT. Na ndio maana na sisi tunafika ili sasa kuja na ajenda ambazo zitaenda kuondoa hii mivutano iliyoko ndani ya chama. Ikiwa mojawapo ni ya kuhakikisha tunaleta utawala bora, utawala wenye kusikiliza wanachama. Na ili tupate utawala wenye kusikiliza wanachama, ndo ajenda yangu moja kubwa nilionayo kama nitapata nafasi ni kuwashawishi wanachama na wajumbe wa mkutano mkuu kuhakikisha kama inawezekana tubadili sehemu ya katiba yetu na taratibu zetu. Rais wa chama cha walimu achaguliwe na walimu wote, asichaguliwe na baadhi ya wajumbe. Kwa sababu unapomchagua rais wa chama cha walimu na walimu wote, manake unamshusha rais kwa wanachama wote. Kwa anakuwa tayari kusikiliza yale malalamiko ya wanachama mpaka wa chini kule. Kama anachaguliwa na watu wachache, manake unampa tabaka la kuwa kuna sehemu anashika, sababu anajua kuna watu wanaonipigia kura, alafu kuna wengine ni wanachama tu. Kwa hata anapokuja kushughulika sana, atashughulika na wale wanaompigia kura na wanachama wanasaulika. Ndo daraja linapotengenezeka, malalamiko yanapoanza kutokea yanayoonyesha kwamba kuna tofauti sasa kati ya wanachama na viongozi wa chama. Kwa mivutano pia iliyopo humu ni kati ya viongozi na wanachama. Kwa nakuja na ajenda ya kuhakikisha tunaleta umoja, tunaleta mshikamano, kuhakikisha hiki chama kinakuwa ni kikubwa na kinarudi kwenye hadhi yake na kinapandisha tena hadhi na sifa ya mwalimu. Nakushukuru sana. Hapo CWT ina mashindano makubwa na chama kilichoanzishwa hivi karibuni. Ndio. Wewe ukiwa bado junior kabisa kwenye tasnia hii, unadhani unaweza kuhimili mikiki ya kwenda kupambana na chama kile kingine ambacho kila siku kimeendelea kuwanyang'anya wanachama? Asante sana ndugu mwandishi. Kwanza nikiri CWT haina mshindani. Wake tunasema haina mshindani. Hivi ni vyama vya wafanyakazi ambavyo sheria na katiba ya nchi inaruhusu kuwa na hivi vyama vya wafanyakazi. Sasa hiki chama kilichozaliwa kwa sasa ambacho wengi wamekuwa wamekisikia, walimu wengi wanakikimbilia ni kwa sababu ya namna ilivyoweka utaratibu wa makato yake. Yamekuwa ni flat rate na kwa kiwango fulani ambacho wanakikata wao. Na sisi tukasema wanachama wanakimbia kwetu ni kwa sababu ya makato. Ajenda kubwa alionayo ni makato, ambayo ni hoja tunaweza tukakaa mezani, tukakaa pamoja na baraza kuu la chama cha walimu, tukaijadili upya kutazama ni namna gani na sisi upande wa makato tunaweka sawa kiasi kwamba wanachama wetu yasiwaumize makato haya, ila yawe ni kwa sababu ya kuchangia chama chao kwa ajili ya kuendesha shughuli za chama chao. Hivi Mwalimu Ndomba, ndio mtu akitaka kujua mbali na msalafu sekondari, yani amjue vipi, kitu gani kimemwaminisha kuwa na confidence? Kwa nini kuna uwakilishi? Sijui mwakilishi vijana, wilaya mwakilishi vijana, mkoa mwakilishi vijana taifa, kwa nini hakwenda huko? Kipi specifically neno moja tu ndio kufanya wewe uingie kwenye nafasi hii ya mwisho kabisa kuwa msemaji wa CWT taifa? Ni kwa sababu naamini nafaa na naweza kuwa msemaji wa CWT taifa. Miaka ya nyuma Mwalimu alikuwa na heshima na hadhi kubwa sana. Na sasa ukipata kukalia kiti hiki cha urais, je, unawezaje kurudisha hadhi ya Mwalimu ambayo alikuwa nayo huko nyuma? Asante mwandishi. Hapa nitarudi tena pale nitaongeza kwa maelezo ya kina zaidi. Kuna miaka hapa katikati hadhi ya Mwalimu ilishuka. Na ilishuka kutokana na walimu walikuwa na madeni, mazingira ya kufanya kazi yalikuwa mabaya, lakini pia hata muda wa kukaa kazini walikuwa wanakosa. Lakini toka Rais Samia ameingia madarakani,
matatizo makubwa ya kada ya sekta ya elimu ameyaboresha kwa kiwango kikubwa, ikiwa ni ujenzi wa madarasa, ikiwa ni ununuzi wa furniture za ndani ya madarasa, lakini pia uboreshaji wa miundombinu yote ya elimu, sambamba na ulipaji wa madeni ya walimu, upandishwaji wa vyeo, pamoja na kuhakikisha stahiki zao zote zinapatikana kwa wakati. Kwa upande wa serikali, maana yake tayari imeshaanza hatua kubwa ya kupandisha hadhi ya mwalimu. Upande wa CWT ndio tunakuja sasa kuhakikisha tunapandisha hadhi ya mwalimu. Ni kwa namna gani sasa tunapandisha sisi hadhi ya mwalimu? Tukasema hii hadhi ya mwalimu kuna mambo machache yanayoishusha. Ndio tulitolea mfano, mwalimu anapostaafu, wakati wa kufuatilia stahiki zake, wakati wa kufuatilia mambo yake ya msingi, chama alichokuwepo kinamtupa. Sasa sisi tukasema hiki chama hakitakiwi kumtupa, inatakiwa kimshike kama mwanachama aliyekuwa mwema na mchangiaji mzuri wa wakati wote. Tumsaidie anapokuwa kwenye matatizo, anapokuwa amestaafu. Ukimsaidia hivyo, maana yake unamuondoa kwenye mahangaiko ya kila siku, unamfanya sasa kila jambo lake liende kwenye utaratibu. Kwa hiyo tayari unaanza kuirudisha hadhi ya mwalimu. Na shughuli nyingine nyingi ambazo tumezisema kama pale awali hizo za kuhakikisha zote zinafanyika ili kurudisha hii hadhi ya mwalimu.